Kesi ya Matonya imeibua hisia kubwa sana kwa watu mbalimbali, hasa maarufu na mashuhuri. Miongoni mwao yupo huyu jamaa Michael Sonko ambaye aliwahi kuwa gavana wa jiji la Nairobi hapa Kenya. Ni mtu aliyejulikana kwa utajiri wake mkubwa, lakini pia moyo wake wa kusaidia watu. Lakini safari hii imekuwa tofauti sana. Michael Sonko amemwaga machozi hadharani kutokana na uzito wa kesi ya Matonya wa Violet. Hii inaonyesha wazi jinsi suala hili lilivyogusa hisia za watu wengi. Kwa kumwangalia alivyo na kwa moyo wake, nina imani kubwa sana kabisa kuwa hatabaki kimya. Inawezekana kabisa akaamua kuchukua hatua kubwa ya kwenda kumtoa Matonya jela. Michael Sonko namfahamu vizuri sana, ni mtu mwenye roho safi sana. From Mr. Nice. Baba, yule mtu mbaya, mbadies. Mzee wa kula bata. Kula bata. Hata kama mnaneneva kwa sababu sisi tuko na Mungu daima. Mr. Nice, na swali moja la kukuuliza rafiki yangu. Ndio bro. Unaonekana upo sehemu ya starehe. Niko sehemu nimekaa hapa hata nagusa konyagi. Je, unaweza ukafanya kama anayofanya Matonya kuondoka bila kulipa bili? Ndio katutia aibu. Mambo ya mjomba ni mazito. Mambo ya Matonya ni mazito. Mimi nimeasikia kwanza, wote hapa tumekaa hapa tunaingiza baridi. Tunasema sasa hapa tutasemaje? Kuna Mkenya atatuelewa? Unajua? Unaweza sema umechoma kivyako, kumbe hujachoma, wewe umechoma nchi. Kuna Mkenya anatuelewa Tanzania, kumbe nyie ni wabakai. Mnakujenga huku kubaka watu. Mambo itaenda hai. Lakini mimi niombe kitu kimoja, kiongozi. Naam. Hebu tusikilize sheria zitakapotuambia ni kweli ama ni uongo. Kuna tetesi kwa sababu mara sema ilikuwa apartment, mara ilikuwa nini, mara hivi. Sasa unajua mimi nikipita mahali naambiwa tu Mkenya mwenzio amebaka. Kwa hiyo unayefuata ni wewe. Hatuelewi. Ndio mission mmepanga kutoka huko serikalini kwenu Tanzania. Naambia na nini? Mbona mnaniingiza kwenye shida? Yaani ndio talk of the town leo kwamba Watanzania ni wabakaji. Aibu sana. Sasa nauliza, nikaambia kiongozi hapa, tuko na mheshimiwa mwingine hapa, nikamwambia hapana, mtu anajua story vizuri mpaka saizi hapa amepata the real ile ukweli ni Ostaz Juma, na tukaongea na Godlove Chief akasema bila atasaidia kama si kweli. Kama ni kweli hiyo itakuwa amekosa. Lakini kama ni kuwekelewa hiyo tutajua leo. Lakini kati ya ukweli na uongo uko wapi? Je, unahisi anaweza kuwa amewekelewa? Kwa hiyo inabidi kiongozi, naomba sana ufuatilie hilo swala na uhusishe mamlaka halisi pia ya nchi ya kwetu na ya kwao, uone kama hivi vitu viko sawa, si kama ni mtu tu akuwa anamharibia. Kwa sababu mimi nikisikiliza yule kijana alikuwa analalamika ya Matonya kwamba uwaga wanamhost hapo, alafu baadaye anaachia mabili na nini. Nasema saa nyingine usije kukuta mtu alikuwa amemwekea kinyongo alafu akamset. Kwa maana kwamba unajua hivyo vitu, yani hizo pande mbili zote zinawezekana. Uongo Juma? Kweli. Kwa maana kwamba vile anavyokimbia bili wanaweza kuwa wamemset. Anavyokimbia bili wakasema au Gasia na tutamuunda. Sasa wakampata kwenye line yao. Sasa Mr. Nice.
wewe ni msanii kama vile Matonya, Ndio. unapenda starehe, unapenda kunywa, unapenda kila aina starehe. Mbona hujawahi kupata yani skendo kama hiyo ya Ndio maana mimi nakwambia mimi ndo namiliki starehe nzima East Africa. Mimi ndo namiliki starehe. Mimi starehe yangu hata sionyeshi nifanye nini. So umesikia nimekwambia hapa kwanza niko Kenya na nakunywa konyaji ya Tanzania. Wewe unajua imefikaje hapa mpaka nirudi. Lakini mimi siyakuwa na ujinga kwa sababu kama ni kweli dogo atakuwa amekosea. Na hiyo ni kudhalilisha nchi. Saa nyingine hata tukiwa huku kwa wenzetu tuweke heshima ya nchi, tusijiweke sisi, tuweke heshima ya nchi. Kabisa. Bro, wewe unakuaga dunia nzima, unakuwa kila mahali lakini unaheshimu heshima ya nchi. Kabisa kabisa. Unaona? Kwamba nikidhalilika hapa au nikidhalilisha hapa nadhalilisha nchi kwa sababu mimi ni mtu maarufu, ni mtu julikana. Kabisa. Dudubaya amerudi India. Ninapotukanwa mimi ni Watanzania wanatukanwa milioni 70. Kabisa. Tumefika milioni 70 zaidi. Nasema Dudubaya amerudi kutoka India kwenye matibabu. Unalipi la kumwambia? Wacha apone. Hata Watanzania wataliona sasa sina adabu. Mwacha apone ndio nimlete tena mbio. Acha apone umpeleke mbio. Mtu atashindwa hata kunywa supu ya mgonjwa bwana. Itakuwa noma. Mwacha apone. Apone kwanza alafu ndio nimrudishe hapa kwenye TV yako saa hii. Lakini wacha kwanza apone atuambie niko sawa, nimepona, ninaweza piga zile ngumi ninazosemaga zi mbavu zi nini zi mamba. Lakini sasa hivi ukimwambia wewe ni mamba anakwambia hapana, mimi ni mjusi. Mwacha apone. Huwa anasema alikupiga kofi moja ukatenguka kiuno. Mpumbavu. Unajua nani anaongeaga vitu bafo sana. Lakini mwambie mali nitampata sasa nitamtandika. So unajua amechoka. Namwambia mimi sasa wameachana na kuja Tanzania hata sija hata na mabao sana, kuja tu kivyangu afu nampigia simu namwambia babu tukutane. Pamoja sana mwanangu. Kwa staili hii Matonya unapaswa kubadilika sana. Na sio wewe tu. Wasanii wote wenye tabia zinazovunja sheria na maadili. Ni wakati wa kubadilika. Hii ni Ostaz Juma TV. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele na kulike. Tutaendelea kuwapa update kuhusu kesi ya Matonya hapa Ostaz Juma TV.